Kwako Bwana kuna uzima na amani.
Ndugu
Haleluya. Kwa ajili ya kuomba wakati, tunaye mtumishi wa Mungu pale. Daudi ni mtumishi wa Mungu, mchungaji kutoka kule Engaloji, naye yuko katikati yetu. Naomba wapungie mkono pamoja na mama. Haleluya. Wamama wachungaji, kwa umoja wenu, hebu simama mpunge mikono. Amina. Mungu awabariki sana sana sana. Naomba sasa nisipoteze wakati, tusimame ili niombe, alafu nimkaribishe mtumishi wa Bwana asimame tena kwa ajili ya neno la Mungu. Simama kwa miguu yako. Simama kama unayo afya nzuri Bwana amekupa, simama kwa kumheshimu Mungu. Simama, alafu unaweza kainua mikono yako tunapokwenda kuomba. Baba Mungu mtakatifu, uliziumba mbingu na nchi. Dunia hii ilikuwa ukiwa na ilikuwa giza nene. Ukatamka, mambo yakatokea mazuri. Tamko lako limeleta mabadiliko. Tunaita usiku, tunaita mchana. Wewe ni Mungu wa kuogofya, haufananishwi. Neema yako ni kubwa, na iona jioni ya leo. Bwana, naomba mtumie mtumwa wako sasa anapokwenda kusimama, maana wewe ni neno. Neno lako linasema na kuthibitisha haya katika Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Huyo neno alikuwa Mungu. Vitu vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna kilichofanyika. Pasipo Yesu hakuna kilichotendeka. Ndio wewe umetupa uzima, umetupa thamani ya kuitwa watoto wako. Na wakati neno lako linapohubiriwa ni wewe mwenyewe. Naomba mtumie mtumwa wako sasa. Neema yako ikawe kubwa katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Wakati anakuja mhubiri, mtumishi wa Mungu Yohana, shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi na furahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Siku ya furaha ni leo. Wakati wa furaha ni sasa. Ndugu yangu furahi, hata mimi na furahi. Utukufu wa Bwana unashuka. Utukufu wapewe Bwana aliyepokea mamlaka. Asifiwe Bwana Yesu, ndiye Bwana. Shangilia Bwana kwa makofi. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu, na Mungu wa mbinguni akutumie. Haleluya. Sema Yesu, 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 Yesu. Piga na vigelegele. Hebu simama. 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 Yesu, 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 Yesu. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe makutano. Bwana Yesu asifiwe tena. Bwana Yesu asifiwe. 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 Nataka nione amina za nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi wa Mungu Christina, naomba uimbe wimbo Unaweza kwa dakika chache. Alafu baada ya hapo tutaingia kwenye neno la Mungu. Naweza ukasimama hapo ulipo. Unaweza ukasimama mahali.
Nenda kumwambia Yesu anaweza. Hakuna jambo gumu kwake. Haleluya. Unaweza ukapiga makofi ya juu kwa Yesu. Haleluya. Amen. Ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Yesu anaweza mambo yote.
Simama tu mahali ulipo. Kama umekaa unaweza kusimama. Usichoke, simama tu. Mama kule simama, mama kule simama. Uliyekaa hapo unaweza kusimama tu kama Mungu amekupa uzima. Inua mikono yako juu kwa Yesu mahali ulipo. Yeye ndiye anastahili sifa. Ufunuo sura ya 5 mstari wa 9 anasema anastahili yeye kukifungua kitabu na kuzitoa amri zake. Kwa kuwa alichinjwa akamnunulia Mungu watu wa kila kabila na kila taifa. Tunataka tupeleke sauti zetu za shukrani kwa Yesu tukimwambia anastahili yeye peke yake. Inua tu juu zaidi, inua tu juu zaidi. Shedi mahawatesi kama shedi. Maneno haya tukisema
jina la Yesu Kristo aliye hai. Wewe wastahili Bwana, wewe ni chaguo, wewe ni chaguo Bwana, wewe ni chaguo Mfalme. Roho Mtakatifu tunakukaribisha, wewe uzima wewe tuko tayari kuongea leo, tuko tayari kusema nasi, tuko tayari kusikia mahali hapa, tualika mimi mikononi mwako Bwana, Mfalme, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana wafanya makubwa na ajabu, wafanya rehema zako, kubariki jina lako Bwana na kutukuza. Mshangilie Bwana kwa makofi mengi. Piga makofi kwa ajili ya Bwana. Piga makofi tu, piga makofi tu. Piga makofi kwa ajili ya Bwana. Piga makofi kwa ajili ya Bwana. Piga makofi kwa ajili ya Bwana. Ongeza makofi kwa ajili ya Bwana. Ongeza tu makofi, ongeza makofi. Ongeza makofi, ongeza makofi. Ongeza makofi kwa ajili ya Bwana. Yes, Lord. Asante Bwana Yesu. Kanisa, tumwinulie Bwana sauti zetu hapo hapo tulipokaa. Yesu astahili. Yesu astahili. Yesu. Hapo tena tumwinulie Bwana sauti. Inua sauti yako juu zaidi kwa Yesu. Umestahili. Yesu astahili. Fanya vizuri mara ya mwisho. Ongeza makofi ya baraka kwa ajili ya Bwana ukiwa unafungua kitabu cha Yeremia sura ya 18. Yeremia sura ya 18 kuanzia ule mstari wa kwanza. Neno hili ndilo lilomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifanya kazi yake kwa magurudumu, na chombo kile alichokuwa akikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi alikifinyiza tena kuwa chombo kingine, kama alivyoona vyema yule mfinyanzi kukifanya. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, nyumba ya Israeli, je, siwezi mimi kuwatendea ninyi vile vile kama mfinyanzi huyu alivyotenda? Akasema Bwana, angalieni, kama udongo ulivyo katika mkono wa mfinyanzi, ndivyo mlivyo ninyi katika mkono wangu, nyumba ya Israeli. Tumalizie na kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa 7. Kwani yako matumaini ya mti ya kuwa ukikatwa utachipuka tena, wala machipukizi yake hayatakoma, ijapokuwa mizizi yake huchakaa mchangani na shina lake kufa katika udongo, lakini kwa harufu ya maji utachipuka na kutoa matawi kama mche. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi ni habari ambazo yumkini sio mara ya kwanza kuzisikia, lakini tumekuja Monduli kwa kazi moja tu, kuwaletea habari njema za ufalme wa Mungu. Hatukuja kupiga siasa yoyote hapa au kumpigia mgombea yeyote kampeni, lakini tumekuja kwa kazi moja tu ya kumtambulisha huyu mwanaume Yesu aliyeshinda kifo na mauti. Tuko mahali hapa kumsema wiki zima, ndio maana tukasema haya ni majira ya baraka katika mji wa Monduli. Haya ni majira yaliyokusudiwa kwa walio wagonjwa. Baraka inaenda kwao, wanainuka tena. Ambao hawawezi, ni wakati wa kufunguliwa. Wasioweza, Biblia inasema hakuna linalomshinda, yote yanawezekana.
chombo kilichoharibika anakifinyanga tena. Kuna mtu mwingine hapa amekosa tumaini, ameharibika, amefanya dhambi nyingi. Mwingine ni mgonjwa, katembea kwa waganga, katafuta msaada kila mahali, lakini hakuna msaada aliopata. Lakini Mungu anasema leo yuko mahali hapa kwa ajili yako. Yeye ni mfinyanzi. Hata kama umeharibika, hata kama umetembea sehemu mbalimbali, wengine wameenda kwa waganga wa kienyeji, wamekosa msaada, wengine wameenda sehemu mbalimbali, wengine wameenda mpaka India, hilo tatizo wameambiwa haliwezekani. Lakini nataka nikwambie jioni ya leo yuko mfinyanzi aitwaye Kristo, anakwenda kufinyanga maisha yako. Kilichoharibika anakifinyanga tena. Yuko mahali hapa. Yeye ni mfinyanzi. Yeye ni mfinyanzi. Amekuumba kwa mfano wake. Mwingine anasema tatizo langu hili ni kubwa, Yesu hawezi. Yote anawezekana. Yeye ni mfinyanzi. Hata kama ni mgonjwa, miguu yako ina shida, yeye ana spare zote. Ana mikono mingine, ana miguu mingine. Ikiharibika anakufinyanga tena, ikiharibika anakufinyanga tena. Ni mfinyanzi, ni mfinyanzi. Haleluya, haleluya. Huyu ni mfinyanzi, kazi yake ni kufinyanga vile vilivyoharibika, anavifinyanga tena. Umekosa matumaini, una matumaini tena. Kitabu cha Ayubu akasema, Ayubu aliruhusiwa na Mungu apate majaribu, akapitia majaribu kwa muda mrefu. Majaribu yakawa ni mengi, ikafika wakati akitulia, akiendelea kutafakari, akatamka mwenyewe akasema, yako matumaini kwa mti uliokatwa, utachipuka tena. Na kuthibitishia jioni ya leo, unakwenda kuchipuka tena katika jina la Yesu. Unakwenda kuchipuka tena katika jina la Yesu. Yeye ni mfinyanzi. Unakwenda kuchipuka katika jina la Yesu aliye hai. Yako matumaini kwa mti uliokatwa, utachipuka tena, na machipukizi yake hayatakoma. Kwa harufu ya maji yanakwenda kuchipuka. Wengine wamekuambia utakufa, ninakwambia hakuna kufa, utachipuka tena. Wengine wanasema ugonjwa wako huu ni wa mauti, ninakwambia hivi, hautakufa katika jina la Yesu. Ninakutangazia ushindi, ninakutangazia ni majira ya baraka katika maisha yako. Ni majira ya baraka katika maisha yako. Ni majira ya baraka Monduli. Ni majira ya baraka Monduli. Ni majira ya baraka. Utakwenda kuchipuka tena. Utakwenda kuchipuka tena. Tunamwamini huyu Yesu. Wengine wameandikiwa kuna kusoma, lakini nakwambia kama umebaki peke yako, utachipuka tena. Utatoboa kwa jina la Yesu. Hakuna wa kukataa. Hata kwenye familia yetu kulikuwa na vita elimu. Wewe nikupe ushuhuda. Na huyu mama mpongo yuko hapa aliyenizaa, anaelewa pia. Bwana Yesu asifiwe. Na mpongo sinya wa Monduli yuko hapa, naye anajua, anafahamu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye kaka yangu huyu yeye ndo kafungua mlango wa kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haikuwa rahisi. Mimi huwa napenda kuhoji. Huwa napenda kuhoji, na kana huyu mama ananieleza baadhi ya mambo. Akasema mama amesomesha watoto wa ndugu zake wengi, wanapitia mikononi mwake, wanafanikiwa, wanafaulu, wanapenya, lakini shida ikaanzia pale. Mama akashtuka, hapana, hili jambo hapana. Akaingia kwenye maombi kuombea watoto wa tumbo lake. Akasema Bwana, hapana, haiwezekani ninapitisha watoto wengine
wanafanikiwa. Baba, ninadai uzao wangu niliowazaa mimi. Na siku zote mtoto ukimzaa wewe, huyo ni rahisi kukusaidia. Wewe mwenyewe ni shahidi, umesomesha watoto wa ndugu zako wengi, lakini wote wamekimbia. Hakuna hata mmoja ambaye amekukumbuka mpaka leo. Mama ikabidi aanze kupambana na hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Akaivunja. Mtoto wa kwanza akachipuka. Nataka nikuambie leo hii, watoto wote aliowazaa huyu mama waliosoma wote wameajiriwa. Hakuna hata mmoja ambaye yuko mtaani anahangaika. Wote walioenda shule wakasoma. Ilipigwa ile madhabahu mapema sana. Tukachipuka. We mama uliyeko hapa, anakuambia kwamba uzao wako utachipuka katika jina la Yesu aliye hai. Hata kama walisema hamtasoma, hata kama walisema hapo ni mwisho, lakini ninakuambia kwamba yuko Mungu aliye hai. Utachipuka tena. Yako matumaini kwa mti uliokatwa. Utachipuka tena. Yako matumaini kwa mti uliokatwa. Utachipuka tena. Lazima uchipuke katika jina la Yesu. Wengine wana vita kali sana. Wengine walishaandikiwa kabisa hakuna kusoma, hakuna kufanyikiwa, hakuna kutoboa. Wewe mama mwenyewe ni shahidi, unakuta watoto wako wote ni shida. Wengine ni walevi, wengine hawafai tena. Umekata tamaa, unahisi kufa, hautamani kuishi. Kuna wakati hata watoto wako hao wanakujibu vibaya, wanakutukana, wanakuambia ungechelewa hata mimi ningejizaa. Mtoto unakuta anakunyoshia kidole, we mama na wewe nini, ungechelewa kidogo tu na mimi ningekuzaa. Yaani watoto wamekuwa na vipuli. Ukijiuliza, Mungu, hao watoto wamepitia tumboni mwangu wako hivi. Nataka nikwambie jioni ya leo, Mungu ameleta majibu wewe mama kwako, ya kwamba utaondoka mahali hapa na machipukizi yake hayatakoma. Utaondoka kwa ushindi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe. Utaondoka kwa ushindi. Hata kama wameenda wakaandika, wakatoa na sadaka za kila namna, wakatoa mahela, wakachinja ng'ombe, wakachinja mbuzi. Sikiliza nikwambie, hizo sadaka zisikupe shida. Ndio maana umeenda kwa manabii wengi, umedanganywa. Ukaambiwa hii ngoma ni nzito, huyu aliyefanya hivi alitoa sadaka milioni 50. Kwa hiyo naona natakiwa uilipe zaidi. Umemaliza pesa kwa waganga. Nikwambie kitu kimoja, hizo sadaka zote, hata kama wametoa sadaka kubwa namna gani, tunayo sadaka moja ya damu ya Yesu aliye hai. Inafikia hayo yote, inamaliza hayo yote. Hata wametoa sadaka gani, iko sadaka ya damu ya Yesu. Ni ushindi mkubwa, ni ushindi wa ajabu katika jina la Yesu. Nataka nikwambie uliye mgonjwa, wewe anza kupokea uponyaji, anza kuchipuka. Kama umekuja utembei, anza kukiri uponyaji. Iko neema ya Mungu mahali hapa. Haleluya. Utachipuka tena. Yako matumaini kwa mti uliokatwa. Utachipuka tena. Yuko mfinyanzi. Ni Yesu peke yake. Ujumbe ni kwa ajili yako. Ni Bwana anakusemesha kwa ajili ya maisha yako. Na mimi niliupata ukazunguka kwenye akili yangu. Na mtoto wa kakangu anaitwa Emmanuel, huwa anaupenda sana wimbo. Anaimba wote. Bwana akamwambia Yeremia, nikimleta hapa anaweza akaona aibu. Anauimba wote. Sasa nashangaa mtoto wimbo anauimba wote. Mtoto mdogo kama huyu, kasikia ndani hakika. Tawaambia watu wa Monduli ya kwamba yeye ni mfinyanzi. Anafinyanga vyote vilivyoharibika. Anavifinyanga tena. Haleluya. Unakwenda kuchipuka kwa jina la Yesu. Bwana anakwenda kuchipua tena vyote vilivyokufa, na utang'aa, utapendeza. Wewe
kama ni mzee una wakati umejikatia tamaa, mimi ninaenda kufa, usijitamkie kufa. Utaishi kwa jina la Yesu. Utaishi kwa jina la Yesu. Daudi akasema, sitakufa bali nitaishi niasimulie matendo ya Bwana. Na kuambia kwa jina la Yesu, hata kama wamesema utakufa, hafi mtu hapa katika jina la Yesu. Wengine wanakufa vifo vya mapema kabla ya wakati mtu anaondoka, lakini ukiokoka hakuna kufa kifo cha kizembe, kifo cha wachawi. Hafi mtu kwa jina la Yesu. Hata walogeje tunawatandika kisawasawa, hawatuwezi kwa lolote. Watatega sumu, watatuma makombola, lakini tunaye kamanda haitoi Yesu. Anajua vita vyote, anapigana vita vyote, anapigana vita ya kila aina, vita vyote anavipigana. Ndio maana hata ukienda kule jeshini, wanajeshi wanapiga saluti, maana anaitwa ni Bwana wa majeshi. Wanatia amri, wanapiga saluti. Unaweza ukasema yumkini niende kwa ufalme, ni mfalme wa wafalme. Sikiliza nikwambie, unakaa tena labda niende hospitali. Yeye ni tabibu, yeye ni tabibu, tabibu wa kweli, ni mponyaji. Yeye anaponya. Hata ukienda kwenye mti anaitwa mtu wa uzima, hashindwi na lolote, hashindwi na kitu. Labda niende mbuga za wanyama, unamkuta anaitwa simba wa kabila la Yuda. Kokote utakako kwenda amejitosheleza. Yeye ni Bwana mponyaji, yeye ni Bwana asiyeshindwa, amejitosheleza. Yeye ni mponyaji, na akiponya anaponya kweli. Yapo matumaini kwa mti uliokatwa, kuwa utachipuka tena, utachipuka tena. Bwana anakwenda kuchipua maisha yako jioni ya leo. Wewe uliyedharauliwa, uliyekata tamaa, umekwenda kila mahali hakuna msaada, liko tumaini leo. Bwana anakwenda kukutoa katika huo msiba. Bwana anakwenda kukuondoa. Kazi yako ni kumwamini tu. Ukiamini utapona. Shida wengine wanakuja hapa hawaamini. Wengine wanakuja kama wapelelezi. Ngoja tukapeleleze mkutano tu ukoje. Anakuja kama ni mpelelezi na ana matatizo mengi, na anakuja kupeleleza. Utaondoka hivyo hivyo na upelelezi wako. Ukija hapo amini ya kwamba Yesu ni mponyaji. Ninakwenda kukutana na uponyaji, ninakwenda kukutana na muujiza, maana yeye ni mtenda miujiza. Ni jambo gani lilo gumu la kukushinda wewe? Ni jambo gani lilo gumu? Halipo hata moja. Yote yanawezekana kwake, yote yanawezekana. Iwe ni pressure kwake ni kitu kidogo. Wengine anahangaika mpaka wanakufa. Pressure. Huyu mama mwenyewe ana ushuhuda, alikuwa na pressure, alikuwa anatumia na dawa. Sasa hivi hanywi dawa za pressure, kaisha pona kabisa. Aliamini mimi ni mzima, akakataa na kunywa dawa. Leo anadunda tu, binti mzuri wa Yesu. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nywele zina mvi hizo. Sema leo kafunga, lakini zina mvi. Na mimi ndo nilimwambia mama, mimi napenda nikiona nywele zako hivi. Sipendi piko, nataka nimuone mamangu nywele nyeupe. Najisikia vizuri. Fahari ya kwako mzee ni nini? Kichwa kiwe na mvi. Usihangaike sana. Umeshazeeka, achia huo wakati. Wewe kubali kuwa mzee. Usijisumbue. Kubali, tayari umeshafika umri huo. Kubali. Sasa watoto tunapenda tukimuona mzazi nywele ni nyeupe tunafurahia. Mimi mwenyewe ninafurahi, mamangu ameenda, umri umeenda, lakini bado ni binti wa Yesu tu, anaendelea kudunda. Bwana Yesu asifiwe. Ukimsimamisha na wanaoweka madawa unakuta ni tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tafikiri binti wa miaka 40 nakimbilia 70 huyu mama. Haleluya. Haleluya. Kwa Yesu ni raha. Unabadilika.
unabadilishwa kila kitu. Ndio maana akasema ya kwamba katika kitabu cha Yoeli, yaliyoliwa na nzige, madu yote yanarejeshwa katika jina la Yesu aliye hai. Miaka yako iliyoliwa inarejeshwa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai. Utapata nguvu, utaluka kama tai, hakuna kukuambia lolote. Utaanza kusema huyu mlokole wa aina gani? Umezeka lakini bado mambo yako unayafanya vizuri. Mungu amerejesha yote, na jioni ya leo anakwenda kukurejeshea yote yaliyoliwa na nzige katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Ulipangiwa kufa kesho, hautakufa. Yes. Hautakufa. Tengenezeni mic chapu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama ulipangiwa utaondoka, lakini aondoki mtu kizembe. Hiyo haipo. Cha kwanza mimi mwenyewe kuhubiria sifi kizembe. Nilishasemaga miaka yote, shetani mimi kuniua uwezi. Hata wachawi unakufanya na kuuliwa na mchawi wewe. Na unapiga pambio. Ukishindwa kweli wanakumaliza. Unaondoka mapema sana. Unaondoka kabisa. Lakini wewe ukimpokea Yesu akaingia ndani yako, anabadilisha, kibadilika. Yeye anabadilika. Hautateswa na wachawi, hautateswa na watu wote wale. Wengine wanafuga majini, uchawi wa kila aina. Wamebobea kweli kweli. Mauchawi ni mengi. Ni mengi mno. Lakini uchawi kwa Yesu hauwezi chochote. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni kitu gani kinakushinda hapo ulipo? Ni kitu gani? Ni kitu gani? Ni kitu gani? Kuokoka ni raha. Unaishi maisha fulani mazuri, utesi na wachawi wala nini. Ni kumwamini Kristo. Mwingine anasema mbona waliookoka wanapigwaga wengine, maisha ni magumu, hali ni mbaya. Kuna siri ukiijua huwezi kuteseka. Kuna vitu ukivifahamu katambua haki zako. Ayubu akawaza, akajua haki yangu mimi pamoja na kupitia mateso, lakini kuna siku moja nitachipuka tena. Kuna saa nitachipuka tena. Na haya ndio majira ambayo Bwana ameyakusudia. Bwana Yesu asifiwe. Ameyakusudia uchipuke tena. Kitabu kile cha Ezekieli 37 tunawaona pale, tunamwona mtumishi wa Mungu nabii Ezekieli. Bwana akampa maelekezo aende kwenye bonde, akakuta bonde limejaa mifupa mikavu, imekauka. Hakuna tumaini tena juu ya ile mifupa. Ni sawa na leo uone mifupa yoyote ile, maana yake huyu mtu alishakufa. Nyama zimeondoka, pumzi imeondoka, imebaki mifupa tu. Lakini Bwana akamuuliza Ezekieli, hiyo mifupa je, yaweza kuishi? Ezekieli hakuwa na majibu mengi. Akamwambia Bwana, wewe wajua. Akamwambia Ezekieli, itabirie hiyo mifupa. Ezekieli akaanza kutoa unabii, akaanza kutamka mambo ya unabii. Mifupa ikaanza kusogeleana, baadaye nyama ikatokea. Baadaye ili kitu kiwe na pumzi, kitu ili kiwe hai lazima kiwe na pumzi. Akaagiza pumzi ikaja kutoka kaskazini, ikaingia, wakawa watu, likawa jeshi. Akaelezea hapo chini akasema, mifupa ni watu wangu Israeli wasiokuwa na matumaini, wamekata tamaa, hawana tumaini lolote lile. Lakini nataka kuambia ya kwamba liko tumaini siku ya leo. Hata mifupa mikavu iliishi tena. Hata mifupa mikavu iliishi ikawa jeshi. Ninakuambia na wewe jioni ya leo, hebu pokea neema ya kuishi katika jina la Yesu aliye hai. Pokea neema ya kuishi na uzima wa Kristo uingie ndani yako. Utachipuka tena kwa jina la Yesu. Lazima uchipuke. Utachipuka tena. Hata kama walikukatia tamaa, utachipuka tena. Utachomoka katikati ya wengi, utajikuta umechomoka. Watu wataanza kujiuliza, huyu amefikaje hapa leo? Imekuwaje amefika hapa? Walikuwa na kusema kila namna, lakini utasimama kwa jina la Yesu. Wewe mpokee tu
kumruhusu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ukimwamini ukamkubali, akaingia ndani ya maisha yako, anakubadilisha. Tumaini linakuwepo tena. Mungu analeta tumaini jipya. Waliokuwa na kudharau wanaanza kukuheshimu, wanaanza kukusalimia kwa heshima katika jina la Yesu aliye hai. Liko tumaini kwa mtu uliokatwa. Utachipuka tena. Nenda katipuke kwenye biashara yako, nenda katipuke kwenye huduma yako, katipuke kwenye afya yako katika jina la Yesu. Wanaonielewa wanapokea, na neema ya Bwana iwe juu yao katika jina la Yesu aliye hai. Bwana anakwenda kukuinua tena. Bwana anakwenda kukuinua tena. Iko neema ya Mungu jioni ya leo. Waliokukatia tamaa wataanza kukuheshimu, watakuona ni mtu wa maana, watakuona unafaa katika jina la Yesu aliye hai. Haya mapepo yataweza, haya mashetani yatakuweza, hizo nguvu za giza zitaweza, haya majini hayakuwezi katika jina la Yesu. Tunamwamini Mungu aliye hai, aliyeshinda kifo na mauti. Hata kaburi lilishindwa kumshika mwanaume. Yesu alikaa siku ya 3, akafufuka, akapaa mbinguni. Sikiliza nikwambie, ndiye ninayemhubiri jioni ya leo. Anaweza kubadilisha maisha yako, anaweza kukuinua, anaweza kukutoa chini, akakuketisha na wakuu. Huyo ni Yesu ninamnena, huyo ni Yesu ninamhubiri. Alikwenda, lakini alisema atarudi tena, atarudi tena. Ni heri ukaokoka leo, ukampa maisha yako, atakubadilisha. Waliokudharau watakusalimia kwa heshima. Naona nguvu za Mungu nyingi sana mahali hapa. Yuko Mungu leo mponyaji, na kuthibitishia hautaondoka na ugonjwa wako kwa jina la Yesu. Hautaondoka na matatizo yako. Bwana amenituma Monduli, amenituma Monduli nikwambia wewe mtu wa Monduli, ni majira ya baraka haya. Ni lazima upokee uponyaji, ni lazima ufunguliwe na Roho Bwana juu yangu jioni ya leo. Amenituma kuwatangazia waliofungwa kufunguliwa tena, kuwaganga mioyo waliovunjika mioyo, na kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Yuko Mungu mponyaji. Yapo matumaini kwa mtu uliokatwa. Utachipuka tena. Bwana anakwenda kuchipua maisha yako tena. Bwana anakwenda kuchipua maisha yako tena. Simama kwa miguu yako. Bwana anakwenda kuchipua maisha yako tena. Utachipuka kwa jina la Yesu. Vyote walivyoviiba, vyote walivyovichukua vinakwenda kurejea, vinarejeshwa vyote. Wewe kazi yako ni kumwamini Mungu. Anaweza kufanya, anaweza kutenda. Wewe kubali kumpokea leo, aingie ndani yako. Atabadilisha vile ambavyo vilikuwa viendi, vyote vitakwenda. Yale aliyokuwa unayaona magumu, yeye anaweza akabadilisha mpaka mwenyewe ukashangaa, imekuwaje leo? Imekuwaje? Mbona sikuwa hivi? Ninaona tofauti. Ukimruhusu Yesu, kwa Biblia inasema kwa harufu ya maji, kwa harufu ya maji, na Yesu ni maji. Akiingia ndani yako, lazima uchipue tena, lazima utachipuka tena. Hata kama uliandikiwa mambo ya ajabu, lakini Bwana anakwenda kukuinua tena katika jina la Yesu aliye hai. Ndio maana tunasema mara 100 duniani kisha uzima wa milele. Hata hapa duniani lazima tupate vyote. Tukienda kwa Baba tunapata mambo mengi zaidi katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Iko neema ya Mungu jioni ya leo. Wewe ambaye hujaokoka, usiondoke bila kumpa Yesu maisha yako. Heri ukampa Yesu maisha yako, akutoe katika dhambi, akutoe katika mateso, akutoe katika yote unaoyapitia. Yuko mponyaji, yuko mponyaji. Anaponya Bwana. Yeye anaponya kabisa. Yeye anaponya. Ni nini gumu hilo ambalo linakushinda wewe? Yani hakikisha leo unaondoka na uzima wako. Unaondoka na uzima wako. Mimi ni mjumbe tu niliyetumwa na Bwana kwa ajili ya maisha yako. Nimetumwa na Bwana kwa ajili ya maisha yako wewe. Mimi siwezi kuponya wala sina uwezo, lakini nipo
kwa msaada wa Mungu ili wewe uponywe. Mimi ni kama tu mjumbe, balozi, nimeagizwa. Mungu amenipa vitu, Mungu amewekeza uponyaji kwenye mikono yangu ili wewe ufunguliwe, ili wewe uponywe, utoke kwenye mateso. Sina uwezo wote mimi wa kuponya, wala sina hiyo nguvu, lakini anayeponya ni Mungu mwenyewe, na anayeweza yote ni Mungu mwenyewe. Yes. Kama ilivyo kawaida, kamata mkono jirani yako, songa mbele kwa jina la Yesu aliye hai, asibaki mtu. Usiswishe mkono wako, kwa sababu siku hiyo kila mtu atapambana mwenyewe. Yesu anataka kwenda kuchipua maisha yako. Yako matumaini kwa mti uliokatwa, kwamba utachipuka tena. Utachipuka tena. Bwana atakwenda kuchipua tena. Atakwenda kuchipua tena. Atakwenda kuchipua tena. Wahudumu, naona tuone watu wengine wamenyosha mikono. Utachipuka tena. Hamna haja kushusha mkono na ulikuwa umenyoosha. Haya ni maisha yako mwenyewe, na umeisikia injili mwenyewe, na ukaamua mimi ninatamani kuokoka leo. Basi ukiwa umetulia hivyo, kama kuna mtu na changamoto yeyote, ugonjwa, shida yoyote ile ulionayo, unateswa na mapepo, unateswa na nguvu za giza, umejaribu kutafuta msaada kila mahali, ni Bwana ufananishwi na kitu kingi. Ufananishwi na kitu kingi. Ufananishwi Basi kama umefika hapa mbele, unaweza kunyanyua mikono yako juu. Kama ni mgonjwa, unaweza ukashika sehemu ambayo kuna shida, ukakamata mahali ambapo kuna changamoto. Pia kama upo ambaye hauna mtoto na unatamani kupata mtoto, umehangaika kwa waganga muda mrefu, umetafuta msaada imeshindikana, Bwana anakwenda kuchipua tena kwa jina la Yesu. Unaweza ukapita hapa mbele. Umetembea sana, umehangaika miaka mingi, Bwana Yesu anakwenda kukuponya leo. Yuko mahali hapa kukusaidia na kukuweka huru, bali na kuonewa na nguvu za giza na mapepo na mashetani. Basi watumishi wa Mungu, tunaweza tukashuka tukaomba kwa ajili ya watumishi wa Mungu hawa, ili Bwana Yesu akapate kuwafungua na kuwaweka huru. Pia wahudumu tuwe karibu kusaidia watu. Neema ya Bwana iko mahali hapa na yuko kwa ajili ya kukuponya. Kama una tatizo usiondoke. Ikisha pita hii imepita. Na Mungu amekusudia, anatamani kukuponya kabisa kweli kweli. Yuko mahali hapa mponyaji. Na ametangaza kuchipuka tena. Hakuna mgonjwa yeyote yule, katika jina la Yesu aliye hai. Tunatangaza kufunguliwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Watu toka maisha ya watu hawa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunapisha kila roho zote, kila Bwana Yesu aliye hai, maisha yao katika jina la Yesu aliye
kila mipango ya shetani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho za mauti, Ewe shetani, umekamata tumbo lake, ninakuamuru hii, achia kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Ninaachilia moto kila roho zote, kila mateso yote katika jina la Yesu. Kuna mamlaka adui uyekamata na kushikilia maisha yao katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa mamlaka ya jina la Yesu tunakuamuru adui, haya achia, kila roho yote ya giza, kila roho yote ya adui katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu tunaachilia moto wa Mungu mahali hapa. Kila roho zote, kila mateso yote ya adui, kila mipango ya shetani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu tumikisha nafsi yake awe huru kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Nenda katika jina la Yesu Kristo aliye hai, jina la Yesu aliye hai. Wachie binti, wachie binti katika jina la Yesu, achia maisha yake katika jina la Yesu, maisha yake katika jina la Yesu aliye hai. Ewe pepo una mamlaka, ewe shetani adui, toka, achia maisha ya watu hawa, toka kwa jina la Yesu, toka kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Fanya haraka adui, kamata maisha yao, shikilia maisha yao katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Zote za giza katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, kila roho zote, kila mateso yote, nguvu zote za adui, roho zote za giza kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kila mifungo na mamlaka ya jina la Yesu, roho zote za giza, kila mipango yote ya adui katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika uwezo wa jina lako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, na mamlaka ya jina la Yesu. Shetani una mamlaka, nguvu zote kwa jina la Yesu. Tunatangaza uzima, tunatangaza uponyaji katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu aliye hai. Tunatangaza tumaini tena kwa mti uliokatwa utachipuka tena katika jina la Yesu aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kila roho zote, mipango yote ya giza katika jina la Yesu Kristo aliye hai, tunatangaza uzima, tunatangaza uponyaji katika jina la Yesu, katika jina la Yesu tunatangaza uponyaji, matumaini kwa wote wasioweza katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Maana kwa kupigwa kwako Bwana sisi tumepona mzima kuanzia sasa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika uwezo wa jina la Yesu tunatangaza uzima, tunatangaza uponyaji katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nasikia pia kuomba kwa kina mama ambao wanatamani kuombea uzao wa tumbo lako, uzao wa tumbo lako. Kila ukijaribu watoto wako inashindikana, unatamani na wewe watoto wapite kwenye tumbo lako na wafanikiwe. Kama upo sogea hapa mbele nikaombe na wewe. Kama upo hapa, hii nafikiri imejirudia kwa mara ya pili tena. Kama upo unajua kabisa unatamani na mimi niwe kati ya watu ambao nitaheshimika. Upo hapo unakuta umesomesha sana lakini huoni matunda ya kile ambacho umekifanya. Imekuwa ni hasara kwako. Mungu anasema siku ya leo tena atakwenda kuchipua tena. Vitachipuka tena. Utarejeshewa tena. Neema ya Mungu iko mahali hapa, na Mungu yuko kwa ajili ya kukusaidia. Yuko kwa ajili ya kukutoa na atakufungua, na uzao wako utafanikiwa. Utakuja kuleta ushuhuda hapa siku moja, utasema hakika Bwana alifanya. Uzao wa tumbo langu ulikuwa na shida, lakini Bwana amefanya yaliyo makubwa. Unaweza ukasogea hapa mbele, lakini pia siku ya Ijumaa usiache, kuna mkesha mkubwa utakaoanza saa 3 usiku mpaka pale ambapo Mungu atatusaidia kufika. Walete wagonjwa wenye shida, utakuwa ni mkesha maalum kwa ajili ya uponyaji, kwa ajili ya ishara, miujiza. Bwana atakwenda kufanya mambo makubwa katika ule mkesha.
Usiache yoyote yule ambaye ameshindikana umlete. Na siku ya kesho kamata mtu. Kama tuko wengi hapa, ukija na mtu mmoja mmoja utakuwa umefanya sadaka nzuri sana kwa Bwana. Na Bwana atakwenda kukukumbuka pia. Bwana Yesu asifiwe. Basi tutakwenda kuomba na hawa na Mungu atawafungua kabisa. Shika tumbo lako, kamata tumbo lako wewe. Mungu anakwenda kukufungua. Shikilia tumbo lako tu. Neema ya Bwana ipo na amekusudia kulifungua tumbo lako na atakuponya. Vyovyote vitakavyozaliwa kwako vitabarikiwa kwa jina la Yesu aliye hai. Baba, katika jina la Yesu namleta mikononi mwako mwanamke huyu. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, inasi neema yako Bwana, ukamfunike. Neema yako Mungu kwa pamoja naye. Katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu, bariki uzao wa tumbo lake, libarikiwe. Katika jina la Yesu aliye hai. Kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kwa jina la Yesu, ewe shetani mharibifu unayekamata tumbo la mama huyu, toka achia uzao wake. Toka achia uzao wake. Kwa jina la Yesu aliye hai. Uzao wake ukabarikiwe. Watoto wake wakabarikiwe. Katika jina la Yesu. Kila mapando yote ya adui, kila mapando ya shetani, toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu aliye hai. Ninatangaza uzima, ninatangaza baraka, ninatangaza neema katika jina la Yesu aliye hai. Watoto wako watakao wametoka kwenye tumbo hili wakafanikiwe. Roho zote zinazofuatilia. Hapa niombe na wewe kabla sijaondoka. Kama upo na changamoto tofauti na kuumwa, una shida yoyote ile, unaweza ukasogea hapa pia. Unahitaji fulani la kwako mwenyewe binafsi, unatamani Bwana kutendea katika maisha yako. Kabla sijaondoka, upo mahali hapa unahitaji msaada wa kimungu, sogea twende tukaombe na wewe. Mungu yuko mahali hapa kwa ajili ya kukusaidia. Tunamalizia maombi ni ya mwisho. Kama upo unasema mimi nisipoondoka leo bila kuombewa sitajisikia vizuri, kuna kitu hakiko sawa, njoo mahali hapa tuombe na wewe. Yuko Mungu atakufungua na atakuweka huru kabisa, na nao utakuwa mzima kweli kweli. Karibu watumishi wa Mungu tukaombe kwa ajili ya watu hawa. Tunamalizia, afu baada hapo tutakuwa tumemaliza. Bwana ndiye anayejua hitaji lako, mimi silijui, na Mungu atakwenda kukutendea na atakufanyia. Neema yake ni kubwa. Yuko mahali hapa kwa ajili ya kukusaidia. Katika jina la Yesu. Baba, asante kwa ajili ya mama huyu. Ninamleta mikononi mwako. Natangaza uzima, natangaza uponyaji. Unajua haja ya moyo wake alionayo. Yesu kamtendee kwa jina la Yesu. Kila mateso yoyote yale adui, uharibifu wa shetani, toka shetani, una mamlaka. Bwana Yesu kamkumbuke, kwa kuwa yako matumaini kwa mtu uliokatwa. Utachipuka tena na machipukizi yake hayatakoma kwa jina la Yesu. Baba, tazama hitaji la moyo wake alilo nalo. Yesu kamtendee. Baba, ukamkumbuke katika jina la Yesu aliye hai. Ninamkabidhi mikononi mwako. Neema yako ya uponyaji ikawe juu yake katika jina la Yesu. Mateso yoyote asimpate tena. Roho zote zinazomfuatilia na kuzuia mafanikio yake, toka shetani, achia. Achia maisha yake, achia uzao wake. Ninakuamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu aliye hai, toka shetani. Ninamtangazia uhuru, ninamtangazia uhuru saa hii, ninamtangazia uhuru majira haya katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikufunike kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana akumbuke hitaji la moyo wako na kutendea aliyo mema katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninamleta mikononi mwako. Kila mateso, unajua hitaji la moyo wake. Wote wanaojaribu kupingana naye, katika jina la Yesu,
vita yoyote iliyoko juu ya maisha yake kwa damu ya Yesu aliye hai. Ewe shetani una mamlaka, toka achia maisha yake, toka achia maisha yake. Ninamtangazia uhuru, ninamtangazia kufunguliwa kwa jina la Yesu aliye hai. Ewe shetani mharibifu, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. Ninamweka huru saa hii katika jina la Yesu. Toka shetani na mamlaka. Yesu anakuweka huru saa hii katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Bwana iwe pamoja na wewe katika jina la Yesu. Kila mateso yoyote, kila uharibifu wa adui kwa jina la Yesu. Bwana Yesu mkumbuke na umtendee aliyo mema katika jina la Yesu. Kila teso lolote kwenye maisha yake, toka shetani una mamlaka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Katika jina la Yesu namleta mama huyu mikononi mwako kwa damu ya Yesu aliye hai. Unajua haja ya moyo wake na anayoyapitia, na mimi ninamtangazia uhuru katika jina la Yesu Kristo. Adui usipate nafasi tena kwake. Natangaza neema na kufunguliwa kuanzia saa hii katika jina la Yesu Kristo. Shetani una mamlaka. Achilia macho ya mbingu yaingie ndani yake, awe mzima, ili teso la macho toka kwa jina la Yesu. Ninakutangazia uhuru katika jina la Yesu. Bwana kufungue macho haya, adui usipate nafasi. Achia macho yake. Ninatangaza uhuru katika jina la Yesu. Bwana mfunike kwa damu yake katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Asante Bwana Yesu. Haleluya. Nashuhudiwa sana kwa bali ya mwanamke ambaye mguu wake amekuja, mguu wake una shida wa kulia. Na baada ya maombi haya nasikia afadhali. Kama bado uko hapa, njoo hapa mbele. Na uje kama mguu wako kweli unausikia umepona, umeachia. Nashuhudiwa ndani niseme kitu hiki. Amen. Mama, Mungu amekufanyia nini? Sogea mama, sogea hapa. Karoblati, sogea hapa, mwekea mic. Sogea, geukia kule. Uwe una ujasiri unapomtangazia shetani, ndivyo vitu vinaharibika. Amen. Kuna ukamilifu mwingine wote ambao Mungu anaukamilisha na uponyaji vile ambavyo unatangaza. Na kadri ambavyo unapomshukuru Mungu, kuna Mungu anazidi kukupa utukufu zaidi. Karibu mama. Namshukuru Mungu. Kwanza ile Jumatatu nilikuwa nasumbuliwa na tumbo. Sawa. Na miguu inakufa ganzi. Lakini kwanza nilipoanza hiyo Jumatatu kuja kwenye maombi, sijasikia tumbo kuuma wala miguu kufa. Hebu mshangilie Yesu kwa makofi mengi. Shangilie tena Yesu. Wewe unaweza ukaona kawaida haijakupata. Hebu kwenye shangwe na wenye furaha kwa kile ambacho Mungu amefanya, wamtukuze Bwana kwa matendo yake makuu. Amen. Amen. Karibu mama. Asante. Geuki kule mama, wageuki kule. Asante. Tangu jana mchana nilipata kitu kama maumivu, yani nilikuwa naumwa kwenye eneo la uti wa mguu. Sawa sawa. Lakini baada ya muda nikasikia maumivu yale yamehamia kwenye mguu wangu huu wa kulia, kwenye nyonga. Sasa nikawa nimeomba mchana, usiku nikaomba, asubuhi nikiomba, nikigusa mguu unakuwa una ganzi. Nikawa nilikuwa hapo nyumbani, nikasema nimeshachelewa, lakini nitaenda hivyo hivyo nifike nitamkuta mtumishi, huu mguu nadhani hapa ndio uponyaji wake. Kwa hiyo nimetoka tu nyumbani kwa kuchelewa, nikanyooka moja kwa moja. Namshukuru Mungu sana, mguu yani nilikuwa ninapata shida sana hapa maeneo ya nyonga, lakini Mungu, Bwana Yesu ameniponya. Namshukuru Mungu sana. Amen. Shangilie Yesu kwa makofi mengi. Shangilie mama uliyeshuhudia, njoo hapa tumshukuru Mungu kwa ajili yako. Karibu mama, tumshukuru Mungu kwa ajili yako. Karibu dada. Wai ndo umeenda. Tangia mchana nasikia ndani. Leo kuna mtu Mungu anamponya mguu. Tangia mchana nasikia sauti ndani. Baba, ninakushukuru, asante kwa ajili ya watumishi wako. Asante Bwana kwa ajili ya neema na nguvu ya ushuhuda ambao Bwana umeiweka ndani yao. Tunavyokushuhudia ndivyo ambavyo tunazidi kumwaibisha shetani, lakini utukufu wako Bwana unainuliwa. Acha utukufu ukurudie wewe, wewe uketie mahali pasili, si kwa nguvu za mwanadamu ila ni kwa uweza na kwa nguvu zako Roho Mtakatifu. Ninakushukuru kwa ajili yao,
Bwana ninawatunza na kuwalinda katika utukufu wako. Damu yako e Bwana ikawafunike katika jina la Yesu. Na waepushe na maadui zote wote ambao Mungu watainuka juu yao, ambao watajipanga juu yao, na wakomesha kwa mamlaka ya jina la Yesu. Utukufu kazidi kuinuliwa katika viwanja hivi. Mshangilie Yesu kwa makofi na Mungu awabariki sana. Unao shuhuda? Karibu sana, leta taarifa mapema ili tumwaibishe shetani katika viwanja hivi na Mungu awabariki. Amen. Basi Katika jina la Yesu Kristo aliye hai.